Umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine huendelea kurudi kwenye mahusiano yanayowaumiza? Kuna swali ambalo limewashangaza watu wengi. Kwa nini mtu anaendelea kubaki kwenye mahusiano yanayomuumiza? Anaumia, analia mara kwa mara, anadharauliwa, anaahidi kuondoka lakini mwisho wa siku bado anarudi. Wengine humhukumu wakisema anapenda kuteseka, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi kuna sababu za kina zaidi kuliko tunavyoziona. Namba 1. Attachment inaweza kuwa kali kuliko logic. Mahusiano yenye mchanganyiko wa furaha za ghafla, maumivu ya mara kwa mara, mkanganyiko wa hisia na attention inayotolewa na kunyimwa kwa zamu yanaweza kuunda attachment yenye nguvu sana. Ubongo huanza kushikamana na zile nyakati chache nzuri na mtu huendelea kuishi kwa matumaini ya kusema labda safari hii yatabadilika. Kadri muda unavyopita, matumaini hayo yanaanza kushinda uhalisia. Namba 2. Hofu ya kuwa peke yako. Wapo wanaobaki kwenye mahusiano mabaya si kwa sababu wanafurahia maumivu, bali kwa sababu wanaogopa yaliyo mbele yao. Wanaogopa kuanza maisha upya, kukosa mtu wa kuwa naye, au kuamini kwamba hawatapendwa tena. Ndiyo maana wakati mwingine mtu huchagua kuendelea kuvumilia maumivu anayoyazoea kuliko kukabiliana na hofu ya maisha mapya yasiyojulikana. Namba 3. Mtego wa kujaribu kumwokoa mtu. Baadhi ya watu huamini kwamba mapenzi yao yatambadilisha mwenza wao. Hujiambia, nikimvumilia zaidi, nikimpenda zaidi, nikimwelewa zaidi, lakini ukweli ni huu. Huwezi kumbadilisha mtu ambaye hana uamuzi wa kujibadilisha mwenyewe. Mabadiliko ya kweli huanza ndani ya mtu, si kwa shinikizo la anayempenda. Namba 4. Trauma bonding. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawalifahamu. Mahusiano yanapokuwa na mzunguko wa maumivu, kuomba msamaha, ahadi nyingi, kisha upendo mkubwa kwa muda mfupi, ubongo unaweza kuanza kuunganisha maumivu na upendo. Ndiyo maana baadhi ya watu hujikuta wakirudi tena na tena, hata baada ya kuumia mara nyingi. Sio kwamba hawaoni maumivu, bali wamefungwa na mzunguko wa kihisia ambao si rahisi kuuvunja. Mwisho kabisa, mapenzi ya kweli hayapaswi kuwa sababu ya kupoteza amani yako. Hayapaswi kukuondolea thamani yako. Hayapaswi kukuua kujiamini kwako. Mtu anayekupenda kwa dhati hata furahia kukuona ukilia kila siku, ukihangaika kila usiku, au kupoteza furaha yako. Na wakati mwingine, kuondoka si ishara ya kushindwa. Ni uamuzi wa kujilinda, kujiheshimu na kuipa nafsi yako nafasi ya kupona. Kumbuka, upendo wa kweli haupaswi kukufanya uishi kwa hofu, bali kukupa amani. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Hii ni Relationship Series.